Ulinipea watoto 5 ama 4. Si mmoja alikuwa mtoto wa sister ya bwanangu. Akamwambia sister ya bwanangu. Akamwambia you are 18 months. Akamwambia so unapima kilo ngapi ya unga? Clients are waiting. Akamwambia I have 2 cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema hana visu vya kufanya operation, ati zake zilienda na maji. Akamwambia fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams. Sikupe, unanicheat. Nani amesema sasa? After nishakufungulia busy yote unanicheat. Hizo ni messages tu umeona hapo, hakuna kitu kama hiyo inaendelea. Na umsee nini paka unacheka? Nimecheka ni hebu nione letter. Sisi mni yako. Na mbona unaniambia? Na tunashindana nayo. Huyo mtu yeye alikuwa mgonjwa arthritis. Ati akagonja. Kwani angepona acha kuongea ufala. Hapana. Usipigana na yeye. Usipigana na yeye. Chai na mimi. Unajua saa zingine unaweza pitia through simu. Nilikwambia nachukuanga simu yake. Yes. So kuna mambo nimekuwa nikiona hapo but sikuwa nazichukulia serious but nilikuwa na assume. So pia yeye anafanya hivi. So hata mimi naweza try nifanye hivi. Ama pia kwa hizo job zake za kuuza mashamba na nini, napata wamechat na client. Unaona, okay nikushuku nilikuwa na shuku. Nashuku maybe kuna kitu anafanya na huyo client ama nini. Kuna vitu funny alikuwa anafanya but sikuwa namuonyesha ati ni kitu serious. What's up everybody, this is Director Samaritan 254. Before tuende mbali, make sure that you subscribe, you comment and also share. Tumefuata Madam Liz, tukaongea na akatuambia yeye ako ready kuongea ukweli wote, as long as we will be helping her rekindle or bring back her husband back. Kusema ukweli sana. Hiyo message yenye ulisoma about mimi na huo Charlie. Ni kitu ilikuwa imeanza kuhappen. Like nilikuwa nilikuwa na cheat hiyo kidogo ndio nilikuwa nimeanza. Kwa sababu kuna mambo zilikuwa zimenikasirisha. But in the real sense haikuendelea sana. Hiyo sikatai, hiyo ilikuwa kweli. So in short you were cheating, ulikuwa una cheat bwanako kidogo tu, ulikuwa umeanza. Hata yeye ilikuwa tu ndio nimeanza. Huyo jamaa mlijuana na yeye lini? Huyo jamaa ambaye ulikuwa una cheat na yeye? Okay, kuna biashara tulikuwa tunafanya na yeye. Ya unaona hiyo message ulikuwa unasoma hapo ya uji ya sijui bone marrow na nini. Pia yeye anafanya kwa health. So tunasaidiananga na yeye. So kuna vitu pia ulisoma hapo hizo messages. Si ati hizo kuna venye ulikuwa unaisoma yani nikao unachomelea hadi sijui uligeuza nini zile. Hakuna kitu yenye niligeuza. Unajua mimi nilisoma tu messages venye zilikuwa list, tumesema we should not bring some blame games. Wewe umeadmit na ukasema ya kwamba ulikuwa umeanza kucheat on your husband. But mimi nilikuwa nataka kujua hii kucheat on your husband, ulikuwa unamcheat kwa sababu gani? Ni nini ilifanya hadi ukafika mahali una cheat on your husband? Mtu ambaye hadi mmevalishana pete, mtu ambaye mmekuwa pamoja kwa hiyo miaka yote. Ni nini? Yet when I met you guys you said that hakuna chochote ambacho mmekuwa mkikosania na your husband. Unajua kuna mambo hata mkikaa kwa marriage. Kuna mambo unaona si straight kabisa, ni vile utaki ku raise issues. And then ni juu tulikuwa tunawaka na huyu mtu sana. Tuko every time tuko na yeye. So I think nilijipata tu kulingana na vile tulikuwa tunachat na yeye. But ni kitu singetaka my husband ajue. You told me that you are ready to speak. Uko ready kuongea. That's why nimesema to meet up and you at least mimi siko ready to lose marriage yangu. Nataka pia umuite umuongeleshe. Tuombane msamaha. Turudiane.
juu siko ready ku lose marriage yangu, tumeitoa very far. Ndio useme ya kwamba nataka kufanya hii na hii na hii. Unakuanga umefika mahali utaona ni kama umefika mwisho, ama unakuanga umefika mahali unaona kwamba kuna kitu ambacho kinanifanya nifanye hii? You said that ulikuwa umeanza kidogo kuwa una cheat on your husband. Ni nini kilikufanya ukafeel kwamba you will start cheating on him? Hebu tuongee ukweli. Umenitajia mambo kadhaa. Unajua saa zingine unaweza pitia through simu. Si nilikwambia nachukuanga simu yake? Yes. So kuna mambo nimekuwa nikiona hapo but sikuwa nazichukulia serious, but nilikuwa na assume. So pia yeye anafanya hivi. So hata mimi naweza try nifanye hivi. Ama pia kwa hizo job zake za kuuza mashamba na nini, napata wamechat na client. Unaona, okay, nilikuwa na shuku. Nashuku maybe kuna kitu anafanya na huyo client ama nini. Kuna vitu funny alikuwa anafanya but sikuwa namuonyesha ati ni kitu serious. So I think pia mimi mind yangu ikachange, nikaona yeye anafanya hivi. So hata mimi naweza anza na huyu sasa mwenye tunawaka na yeye. Pia yeye basi kila mtu akuwe na life yake. Can you highlight some of the things zenye bwanako alikuwa anafanya? Because wakati unaongea kitu lazima ukuwe na evidence. Ni nini bwanako aliyekufanyia kitu ambayo ilikufanya ukafeel among the things? Unajua kama ulikuwa unapitia simu yake lazima kukuwe kuna ile kitu ilikukwaza. Saa zingine anakosa kuja home mapema ama anakuja usiku, ama saa zingine anakuambia ameenda job ya field nje mbali. Communicate mpaka saa zingine mimi nimpigie simu nimuulize kwani leo huko unakuja. Sasa hiyo ndio atacommunicate. Aniambia alisahau kuniambia. Yaani unaona ni kama ana time yangu. So nikajua maybe kuna vitu anafanya na hataki nijue. Na pia kuna vitu alikuwa anafanya like akiuza ploti. Alikuwa na ujanja ya ni vile sikutaka kusema pale. Yes. Alikuwa na ujanja ya ploti moja anaweza uzia client kama watatu. Saa yani ako tu na ukora fulani. So yeye kukua kwamba anauza ploti kwa watu wawili, kukua anafanya hizo vitu zote, wewe ilikuwa ina affect aje marriage yenu? Sasa mimi ni mtu najulikana na watu wengi sana. Hata ni vile amechukua simu yangu ningekuonyesha. Niko na groups mob sana za nakuanga nimeadiwa kwa groups mob za biashara. So unapata mimi ni mtu najulikana sana. So wakati kitu kama hiyo inaweza kuja aibishwe mbele ya watu ama sisi wote tuanikwe, utapata hiyo kitu imeenda viral na mimi nimeanikwa. So unaweza pata inani affect mimi. Let me ask you something, Liz. Are you involved in selling of bone marrows? Wewe kuna venye umekuwa ukihusika na hiyo mambo ya bone marrow? Kuna venye umekuwa ni nini ambacho umekuwa ukifanya? Because pale kwenye messages tuliona mpaka your husband aliongea kuhusu vile sister yake, mtoto wa sister yake alifariki. Are you involved in that? Kuweza kuuliwa mtoto wa sister yake? Imagine hiyo hata wewe ndio ulifanya. Sasa wewe ndio ulisoma vibaya. Sababu hiyo story ya bone marrow ule tulikuwa tunaiongelelea, si ati kuna vitu fani tunafanya. Unaona kama hizo juice zangu, hiyo uji yangu yenye nauza, si ati ni watu wa kawaida wanakunywanga hiyo uji. Ni watu wale wako wagonjwa. Hao ndio wanatumia hizo products sana. Kwa sababu utapata kama watu wenye wako hosi wenye wameaffectiwa, kama wengine ni wagonjwa AIDS, wengine ni wagonjwa yani hizi diseases zenye zina ameadvisiwa na daktari atumie kitu fulani. Unapata mimi sasa kwa hizo juices kuna juice ya ginger, kuna juice imewekwa kama hiyo nini uji imewekwa, kuna products zenye tunaweka ndani. So unapata si uji ati tu normal. Sasa tuna encourage watu wale wagonjwa wakikunywa, kuna ile inawapea nguvu. Immune system yao inakuwa ina boostiwa na hiyo uji. Kama ni mtu alikuwa amekonda sana, anajaribu kula food haezi, but akikuja akikunywa ile uji, kuna vitu zenye tumechanganya ndani, inampea nguvu.
Oh, inampea mpaka appetite ya kukula. Inampea appetite. Juu wengine wanakujanga hapo wamelose appetite kabisa, lakini the time amekunywa hiyo uji ama hiyo juice at least anaanza ana get hiyo nini kukula na nini. Kama mtoto wa sister yake ni nini ilimumaliza? Ni nini Mtoto wa sister yake si ati hata aligonjeka ati hiyo time unasikia alikufa ati hivyo. Mtoto wa sister yake, unaona sister yake ni mtu hata ana heshima. Imagine tulikuwa tunaishi na yeye kwa nyumba moja na ni mtu mkubwa, anangoja mpaka jioni nitoke usiku, nimetoka job, ameketi tu kwa nyumba, mimi nitoke niende nipike, and then maybe ameenda out, ameacha huyu mtoto wake na ni mdogo, aka-affectiwa na pneumonia, juu anamwachilia mpaka baridi, ampei food vizuri, ana time yake, ana time ya mtoto. So huyu mtoto akakuja mpaka akakuwa affected mpaka miguu zikaisha nguvu, juu hata shosho yao kuna shosho yake alikufanga juu hiyo ugonjwa ya arthritis. So unapata ni kama huyu mtoto pia hiyo ugonjwa yenye ilikuwa kosa, sijui kama ni ya kifamilia, ilikuja ika-affect huyu mtoto. Si ati ni kitu tu imekuja tu haraka hivyo, ni kitu amekuwa kisafa. Kuna mtoto yote ashafariki sababu hiyo kitu ambayo umekuwa ukipatiana? Unajua sasa customer akikuja pale, nitajuaje ati huyo customer vile alikunywa hiyo uji ama juice haikumsaidia? Wewe ukishahudumia customer pale utajua, isipokuwa sasa ule chalindi ataniambia kuna client nitatuma hapo. Sasa ndio ulikuwa unaona akinielezea hapo ati kuna watoto sijui wangapi, 5 nini, ananitumianga tu clients. Mimi nikishawauzia nitajuaje mtu alienda aka-affectiwa aje akakufa aje? Hiyo hata sijui. Unajua me I really want to help you na si ati bwanako tujiongea naye. Bwanako tumeongea sana na yeye. Nilichukua namba yake. Kitu ilifanya hata nikakufuata na nikaambia mwenzangu akufuate na asikue ndio tusikue na hiyo mambo ya kufuatana na mambo ya simu nini. Ni sababu niliona una simu. Your husband alienda na simu. Na nikasema ndakufuata. We deal with this case. Tukijuanga kama bwanako atakurudishia simu. Na hiyo simu akasema kwamba atakuwa akipeleka kwenye police station. So wewe haujahusika na chochote. We are going to do this. Kuna kitu ambacho nataka tufanye. Madam Liz, I really want to help you na nataka tukue tunasaidiana. Na mimi before ni judge kitu, napenda kusikiza story kutoka kwa hii side na hii side, then I merge them together ndio tujue nani mwenye ako na nani mwenye anaongea ukweli. Mimi I talk to your husband na nikawa nataka kusikiza story from both sides. I have your husband, but mimi sitaki kwanza niongee na your husband ukiwa. Mimi nataka nisikize the side of the story from your husband. We confirm with him, then I'll be calling you akisema anataka kuongea na wewe. Ni sawa? So tafadhali naomba tu Marcus kuja.